Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuendea vizuri kabisa upande wa kikosi cha klabu ya soka ya wananchi kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda sambamba vile ambavyo walivyokuwa wakiweza kuhitaji, na ndivyo ambavyo kile kinachokwenda kutokea. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans kwa sasa ipo katika mapumziko baada ya wachezaji wake kwenda kwenye mashindano ya hapa nazungumzia AFCON kwa upande wa Tanzania, ambapo na wachezaji wengine ambao wanatoka katika mataifa mengine wakienda kutumikia timu zao za taifa. Sasa kile kinachoonekana katika upande wa kikosi cha Yanga, inaelezwa kwamba mambo yameenda vizuri kabisa, ambapo wachezaji wake wanaendelea kuweza kuwasha moto katika AFCON huko, wakiweza kuonyesha viwango bora kweli kweli na kuweza kutakiwa na vilabu vikubwa hapa nazungumzia barani Ulaya. Miongoni mwa taarifa njema kabisa kwa upande wa wananchi Young Africans ni kulingana na taarifa hii ambayo imekwenda kutolewa katika siku hii ya leo, ambapo inaelezwa kwamba jambo zito linakwenda kufanyika kati ya Young Africans na moja kati ya timu kubwa barani Afrika. Ni taarifa gani hiyo? Utakwenda kujua hapa. Ni nani huyo ambaye ana windo na vilabu vikubwa? Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata hapa katika taarifa hii, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda sambamba na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika michuano ya AFCON, baada ya nyota wao kuweza kutajwa miongoni mwa vilabu vikubwa akihusishwa navyo. Hapa nazungumzia moja kati ya mabeki vitasa kweli kweli, si mwingine bali ni Ibrahim Ahmad Baka, miongoni mwa nyota ambao wanakipiga katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia yani wananchi Young Africans. Kulingana na kiwango ambacho Baka amekwenda kukionyesha katika michuano hii ya AFCON, inaelezwa kwamba amepeleka dili zito kwa mabosi zake ambao ni klabu ya Young Africans, ambapo inadaiwa wawakilishi wa hapa nazungumzia moja kati ya klabu kubwa nchini Uingereza, hapa nazungumzia ambayo inashiriki ligi kuu pale Uingereza, nazungumzia si wengine bali ni Fulham. Inaelezwa kuwa inadaiwa wawakilishi wa Fulham walihudhuria mechi ya Tanzania dhidi ya Nigeria na kuvutiwa na kiwango cha Ibrahim Baka wa Yanga, ambapo tayari wameonyesha nia ya kuzungumza naye kuhusu dili, ingawa bado kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuelezwa kuonekana kama vile kinakwenda kutokea. Ibrahim Baka ambaye alionyesha kiwango kikubwa katika mchezo huo baada ya kuweza kuonyesha kile ambacho kilichokuwa kikiweza kufanyika, ambapo kwenye namna ambavyo alivyokuwa akiweza kufanya save zake za maana kabisa mbele ya mshambuliaji hatari kabisa duniani, unazungumzia Victor Osimhen, miongoni mwa nyota ambao wanapatikana katika kikosi cha Nigeria, ambapo aliweza kuonyesha kiwango kizuri Ibrahim Baka kwa dakika 90 zote alizocheza. Unaambiwa baada ya pongezi nyingi kutolewa kwenda kwa Ibrahim Baka baada ya kufanya vizuri
kwenye mchezo kati ya Taifa Stars dhidi ya Nigeria, hasa kuweza kumzuia mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen asifunge. Nimejaribu kuwaza, je, tuna Ibrahim Baka mmoja tu hapa Tanzania, kwa kumaanisha kwamba Tanzania ni nchi ambayo tumejaliwa na talenti nyingi sana, ambapo ukiweza kushuhudia Baka akihusishwa na vilabu vikubwa kama hivyo ambavyo vimekuwa vikiweza kuhitaji kuweza kumpata Ibrahim Ahmadi Baka. Lakini kutoka ligi kuu ya Tanzania mpaka EPL kwa umri wa miaka 28 itakuwa moja ya story ya kipekee kwenye mpira wa Tanzania na Afrika kiujumla. Kitu kimoja ninachopenda mashabiki wa taifa letu, wanajua kumpa mchezaji thamani. Nimeona taarifa za kuwa wawakilishi wa Fulham wamevutiwa na Baka baada ya kazi yake dhidi ya Osimhen. Kama ni kweli, utakuwa ushindi wa mpira wa Tanzania ukiweza kushuhudia kiwango kizuri ambapo kimeonyeshwa na Ibrahim Ahmadi Baka, ambapo kila mmoja kwa sasa akiweza kuvutiwa nao, unaona bana. Lakini kuna taarifa nyingine pia, wanasema kwamba itakuwa ni ngumu kwa Baka kwenda kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya Fulham. Itakuwa ni ngumu kutua kwenye kikosi hapa nazungumzia kwenye kikosi cha Fulham. Inaelezwa kwamba mara nyingi klabu za Ulaya zinaposajili mchezaji lazima vitu kadhaa vitazamwe. Miongoni mwao ni gharama ya kumnunua. Bila shaka kwa Baka alina shaka, hawezi kuwa ghali kiasi cha Fulham kushindwa kumudu. Lakini jambo la pili, ubora wa mchezaji. Je, Baka na ubora wa kutosha kucheza ligi ya EPL? Ili tuliache kila mmoja abaki na majibu yake, ila kwangu naona kama inawezekana. Lakini umri, Baka ana umri wa miaka 28. Unadhani Fulham wanaweza kucheza kamali ya kusajili mchezaji wa umri huu akiwa hana uzoefu wa ligi kubwa Ulaya? Mind you, kwa sheria za Premier League huyo hana uwezo wa kwenda kucheza moja kwa moja kutokana na ubora wa ligi anayotoka. Ina maana wanaweza kulazimika kumsajili na kisha kumtoa kwa mkopo kwa angalau msimu mmoja ili apate sifa kwa kucheza ligi inayokizi vigezo, mfano Belgiji, Uswizi, Ujerumani na kadhalika. Hapo atafikisha miaka 29 na bado awapi uhakika wa kuwa atakopi na EPL atakaporejea. Ina maana kama ni kamari nyingine na anaingia kwenye miaka 30. Pesa anayoweza kumuuza au unayoweza kumuuza baada ya kipindi fulani, ambapo Fulham ni kati ya feeders club. Ina maana miongoni mwa vyanzo vya mapato ni pamoja na kuuza wachezaji. Baka mwenye umri wa miaka 28 akicheza mkopo mwaka mmoja na kurejea, tayari ana approach ya miaka 30. Hii tunasema kawaida graph inaanza kushuka. Akupi uhakika wa kupandisha thamani yake baada ya hapo na badala yake kuanza kushuka. Unadhani Fulham wanaweza kumsajili kwa mazingira haya, wakati hata Yanga wenyewe tu mchezaji akifika miaka 30 wanaanza kujiuliza? Eneo la walinzi wakati wa Fulham lina wachezaji hawa, ambapo ni Joachim Anderson mwenye umri wa miaka 29, Calvin Bassey mwenye umri wa miaka 25 na Issa Diop mwenye umri wa miaka 28. Always tuache tu kile kinachosemekana, tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo yatakayojili. Ila kwenye dili ile bado ugumu unaonekana kuwepo, licha kwamba wawakilishi wanahitaji kuzungumza na Ibrahim Baka. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho tumeweza kukizungumza